Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji, siku ya leo tutajifunza kuhusu malaika walinzi. Malaika walinzi ni rafiki zetu wa muhimu, rafiki zetu wa kwanza, rafiki zetu kwa kila kitu. Na labda nikufahamishe tu kwamba katika watu wanaokupenda kuliko viumbe vyote ni malaika wako mlinzi. Malaika wako mlinzi anakupenda kuliko baba yako, anakupenda kuliko mama yako, anakupenda kuliko mke wako, anakupenda kuliko dada yako, anakupenda kuliko chochote ambacho unakifikiri. Kwa sababu Mungu amemuumba kwa ajili yako. Na Mungu malaika mlinzi, malaika wanapofanya kazi, wanafanya kazi kutokana na nature au kutokana na assignment ambayo Mungu anawapa. Kwa mfano tumeona Mikael, yeye anasema nani kama Mungu. Kwa hiyo assignment yake ni kuhakikisha kwamba ana crash au anadondosha kile kitu chochote ambacho kinampinga Mungu, kitu chochote ambacho hakiendani na matakwa ya Mungu. Kwa hiyo unakuta na Mungu anapomuumba malaika wako mlinzi, alimweka tangu misingi ya ulimwengu. Kwa hiyo wewe kabla hujaumbwa tayari ameshakuwekea malaika wako mlinzi. Na anapomleta malaika mlinzi, malaika huyo mlinzi anamuumba au anamtengeneza kadri ambavyo ataendana na wewe. Kwa lugha nyingine ni kwamba anampa infused knowledge kuhusu wewe kabla hujaumbwa. Kwamba labda wewe ni Richard au ni Josie au ni Mariamu. Kwamba Mariamu atakuwa ABC. Mariamu ana madhaifu haya, Mariamu ana nguvu hizi, Mariamu ana kipaji hiki, Mariamu yuko hivi. Kwa hiyo mpendwa mtazamaji, malaika mlinzi ni kiumbe anayekujua vizuri kuliko kiumbe chochote unachokifahamu. Anakujua in and out kwa sababu tayari malaika waliumbwa na infused knowledge. Na maana waliumbwa na elimu ya vitu. Kwa hiyo malaika mlinzi wako ameumbwa particularly, yani ameumbwa assignment kwa ajili yako. Kwa hiyo anakujua ulivyo, anajua udhaifu wako, anajua nguvu zako, anajua karama zako, anajua kila kitu. Kwa hiyo ni rafiki bora sana ambaye mara nyingi katika maisha yetu tunamsahau. Lakini mama kanisa anatukumbusha kwamba malaika walinzi ni sehemu yetu katika safari ya ukombozi. Na kanisa limeweka sikukuu ya malaika walinzi tarehe 2 mwezi wa 10. Kila tarehe 2 mwezi wa 10 ni sikukuu ya malaika walinzi. Na kanisa katika tarehe hii linapata kutukumbusha kwamba sisi hatuko peke yetu katika ulimwengu huu. Sisi katika safari ya kumwendea Kristo, katika safari ya kumtukuza Mungu, tuko na malaika ambao wanatusaidia, ambao wako kwa ajili yetu. Labda kwa kufahamisha ni kwamba binadamu wote ambao wameumbwa na Mungu, wote wana malaika walinzi. Haijalishi ni Mkatoliki, si Mkatoliki, Mkristo, si Mkristo, lakini malaika wote, binadamu wote wanapewa malaika walinzi. Na malaika walinzi ni malaika ambao the moment you are conceived, katika conception, yani unapotungwa mimba, tayari yule malaika anawekwa. Na malaika mlinzi anakusaidia unapozaliwa mpaka utakapokufa. Na assignment yake kubwa ni kuhakikisha kwamba wewe utakapokufa unafika mbinguni, anakufikisha mbinguni. Ndio kazi kubwa ya malaika mlinzi. Na mtu atauliza, mbona watu wanapotea au wanakwenda jehanamu na wamepewa malaika walinzi? Hilo ni swali zuri sana. Ni kweli watu wanapotea au tunapotea ingawa tumepewa malaika mlinzi. Sababu kubwa ni nini? Sababu kubwa ni kwamba pamoja na kwamba Mungu amekupa malaika mlinzi, lakini amekupa uhuru. Unaweza ukamsikiliza na unaweza usimsikilize. Kwa hiyo wewe uko huru. Unaweza kumsikiliza na unaweza usimsikilize. Na kwa desturi mara nyingi hatumsikilizi. Kwa sababu tunakwenda na nguvu zingine, nafsi zetu, hatumsikilizi. Lakini ukimsikiliza malaika mlinzi vizuri, ukamuelewa vizuri, ni wazi utafika mbinguni, ni wazi utapotea, ni wazi hutajikwaa. Kwa sababu yeye ameumbwa kwa ajili yako na yeye anakujua vizuri kuliko mtu yeyote. Na swali la pili mtu anaweza kauliza, sasa mimi kama nimeumbwa na malaika mlinzi nitamjuaje? Mbona simuoni? Mbona simsikii? Vizuri, swali zuri ambalo atanalipata sana swali hilo. Ni kwamba malaika ni kundi la viumbe visivyoonekana. Katika waraka wa Mtume Paulo kwa Wakolosai sura ya 1 mstari wa 16 anasema Mungu aliumba vitu vinavyoonekana na visivyoonekana.
Na wataalamu wa teolojia wanatuambia kwamba katika 99% ya vitu alivyoviumba Mungu ni visivyoonekana. 99% ya vitu ambavyo Mungu aliviumba kwa wingi ni visivyoonekana. Nitakupa knowledge kidogo au ufahamu kidogo, ingawa ninataka kuconcentrate katika malaika walinzi. Ni kwamba malaika ni viumbe ambavyo havionekani. Ni invisible creatures, tunasema viumbe visivyoonekana. Na hata ukienda katika kanuni ya imani, ukisali kanuni ya imani ambayo ni msingi wa imani yetu, unasema kanuni ya imani, nasadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Sasa kwa hiyo malaika wako katika kundi la visivyoonekana. Malaika wameumbwa, katika philosophy tunasema wako katika form. Katika form maana yake ni roho tupu. Malaika ni roho tupu. Malaika wana intellect, ikiwa na maana kwamba wana utashi, wana intellect, wana will ambao ni utashi, wana intellect ambao ni akili. Kwa hiyo lakini sisi binadamu tuko na mwili, tuko na roho. Kwa hiyo unasema roho ya binadamu imefungwa ndani ya mwili. Kwa sisi tuko mwili na roho. Lakini malaika ni pure spirit, au tunasema kwa lugha nyingine ni roho tupu. Kwa maana kwamba malaika waliumbwa kabla dunia haijaumbwa. Kwa hiyo wao walivyoumbwa walipewa infused knowledge. Maana yake ninaposema infused knowledge, malaika wameumbwa na ufahamu au asili ya vitu vyote wanavijua. Kwa hiyo malaika anapojifunza, au uelewa wa malaika na uelewa kwetu ni tofauti kabisa. Wenyewe wako standard ya juu kabisa. Na malaika anaelewa kwa kuangalia concept. Kwa ninaposema concept, kwa mfano akitaka kumjua binadamu, akiangalia concept ya binadamu, basi anaexhaust binadamu yote, wote anawafahamu kwa mara moja. Tofauti na sisi ambao tunajifunza kwa makosa, tunajifunza kwa tabu. Kwa hiyo unaona kwamba sisi, hii ni kwa sababu ya mata. Kwa sababu tuna katika philosophy, siende katika philosophy nisikuchanganye. Katika philosophy tuna kitu kinaitwa form and matter. Kwamba sisi tuna matter. Matter lazima ifanye actualization. Yaani actualization inaenda katika ukamilifu. Sasa yeye malaika hana matter, hana mwili. Kwa hiyo malaika ni changeless beings. Tunasema ni viumbe visivyobadilika. Na uamuzi wa malaika unakuwa ni yes, yes. Kama ni no, ni no. Na malaika katika kitu cha kwanza alichofanya, alichagua kukupenda wewe. Kazi ya kwanza ya malaika ambayo malaika mlinzi aliyopewa ni kukupenda wewe. Na malaika akisema no, ni no. Hawako kama sisi kwamba mtu unampa kazi au unamwambia fanya kitu fulani anasema tafanya hivi, anawaza sio itakuwaje. Hapana. Wao wakiambiwa wanakubali mara moja. Na kwa sababu gani? Kwa sababu wanaelewa wanachoambiwa, wanakielewa mwanzo na athari zake. Na ndio maana tunasema kwamba malaika alipoasi hawezi kutubu tena, kwa sababu hawezi kubadilika, ni form. Tofauti na sisi unaweza kuwa una maamuzi mazuri, ukawa pengine ukataka kusema mimi nitamtumikia Mungu maisha yangu yote, lakini akaja mtu mwingine akakudanganya ukarudi. Sisi tunabadilika kwa sababu ya mata, kwamba akili yetu inakuwa embodied. Ina maana inakuwa ina vikwazo. Labda hiyo ilikuwa ni introduction kidogo ya upate picha malaika ni viumbe wa namna gani. Lakini leo sitazungumza malaika sana, nitazungumza zaidi katika malaika mlinzi. Kama nilivyosema, malaika mlinzi yeye amepewa kwa kukusaidia wewe, sio tu katika kumjua Mungu, lakini katika hatari zote wanasema za mwili na roho. Kuna ile sala ambayo tunasali tulikuwa watoto, na nafikiri labda nikumbushie, nasema malaika mlinzi wangu unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Malaika anakuwa wanatulinda, na katika dunia hii malaika wana play part kubwa. Tukiangalia katika ukombozi, ndio malaika Gabriel anakuja kumpasha habari Maria. Tukiangalia Yesu anafufuka, malaika waliwaambia wale Yesu anafufuka. Wakati Yesu anapaa mbinguni, malaika wanasema enyi watu wa Galilaya, mnatazama mbinguni, Yesu huyo alivyokuja mtamwona. Kwa unaona malaika wana play part katika sehemu nyingi, na hii dunia isingekalika kama si malaika. Na katika philosophy ni kwamba vitu visivyoonekana vina nguvu kuliko vinavyoonekana. Labda wakati tunajifunza katika somo hili, mtu mwingine atakuuliza, mbona malaika wana mabawa, wanaruka? Hapana, malaika wana mabawa. Hiyo ni lugha ya picha kuonyesha kwamba malaika wana bilocation. Bilocation ni kwamba wenyewe hawako katika time na space. They can be everywhere. Sisi tunakuwa katika time na space. Kwa maana kwamba mimi au wewe ukiwa hapa ni hapa, huwezi kuwa tena sehemu nyingine. Lakini malaika anaweza kuwa hapa, akawa Mwanza, akawa at the same time, kwa sababu hawana mwili. Unaona? Na kitu cha
Kitu kingine, malaika wako nje ya muda, sisi tuko ndani ya muda. Kwa sisi tuna maisha, tuna double life. Tuna maisha ambayo tuko maisha ya kawaida, alafu tuna maisha ya eternity. Kwa hiyo tuna double lives. Tuna maisha ambayo tunaishi ya muda, tuko ndani, lakini tukishakufa tunakuwa nje ya muda tu. Of course kuna mtu mwingine anasema kwamba ukifa tunafanana na malaika. Hiyo concept si kweli, kwa sababu malaika hawana mwili na hawakuumbwa na mwili. Sisi tunapokufa tunakuwa na roho. Hiyo roho inakuwa katika hali ya utukufu, lakini atakapokuja Kristo kwa hukumu wazima na wafu tutafufuliwa. Kumbuka katika Injili ya Kristo anasema katika Yohana 6:54 kwamba aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu ana uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa maana kwamba siku ya mwisho ile miili yetu itarejeshwa tena katika hali ya utukufu, sio katika hali ambayo tunayo, itakuwa katika hali ya utukufu. Na tukiangalia katika Biblia tupate msingi wa Biblia kuhusu malaika. Katika Biblia malaika tunawaona katika Agano la Kale, tunawaona katika Agano Jipya. Lakini mimi sitaki kuzungumza malaika wale wanafanya shughuli gani, labda nataka kuconcentrate kwenye malaika mlinzi. Tukisoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 23 mstari wa 20 hadi wa 23 inasema hivi kwamba Bwana asema hivi, tazama mimi namtuma malaika aende mbele yako ili akulinde njiani na kukupeleka mahali nilipokutengenezea. Maneno mazuri sana. Maneno katika kitabu cha Kutoka anasema Bwana anasema hivi, mimi namtuma malaika. Ina maana Mungu anamtuma malaika aende mbele yako, akutangulie mbele yako, akulinde njiani na kukupeleka mahali nilipokutengenezea. Kama anavyosema Mtakatifu Agustino kwamba roho zetu haziwezi kutulia mpaka zitatulia mikononi mwa Mungu, kwa sababu sisi tumeumbwa kwa ajili yake. Kwa hiyo kazi ya malaika ni kuhakikisha kwamba sisi tunakaa katika utukufu wa Mungu. Lakini tukiangalia tena katika kitabu cha Zaburi ya 91, ukisoma mstari wa 1 hadi wa 6, ukienda mstari wa 10 hadi wa 11, anaandika kwamba amekuagiza malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Amekuagiza malaika wakulinde katika njia zako zote. Lakini tukienda katika Injili ya Mathayo sura ya 18 mstari wa 10, Yesu anasema, angalieni msidharau mmojawapo wa wadogo hawa, kwa maana nawaambia ya kwamba malaika wao mbinguni siku zote hutazama uso wa Baba yao aliye mbinguni. Kwa maana kwamba unaona kwamba sisi tumeumbwa lakini tunasaidiwa na malaika walinzi. Na malaika mlinzi kama nilivyosema anakulinda the moment of conception, unapotungwa mimba mpaka unapokufa. Of course mtu mwingine atasema kwamba je, nikipotea nikaenda jehanamu malaika analia? Malaika halii, anaweza kasikitika tu, kwa sababu furaha ya malaika inatoka direct kwa Mungu. Na hapa tutatumia Thomistic approach, yana maana approach ya Mtakatifu Thomas Aquinas, lakini tutatumia vile vile na approach ya kibiblia. Katika watakatifu au walimu wa kanisa au unasema doctors of the church, Mtakatifu Thomas Aquinas ametueleza vizuri sana kuhusu malaika. Yeye anaitwa angelic doctor, anaitwa mwalimu wa kimalaika. Kwa nini anaitwa mwalimu wa kimalaika? Kuna sababu mbili naweza kusema ambazo tunamuita Thomas angelic doctor. Sababu ya kwanza ni kwamba alijua elimu ya malaika vizuri sana. Aliwajua malaika vizuri sana. Na katika kitabu chake ukisoma Summa Theologica ameelezea malaika, essence yao, wameumbwa malaika mpaka walivyoasi nini, ameeleza kwa ufasaha wa hali ya juu. Lakini sababu ya pili ambayo tunaweza tukasema Thomas Aquinas ni mwalimu wa kimalaika, naweza kukupa sababu 5. Sababu ya kwanza, Mtakatifu Thomas alikuwa very simple. Tukisema alikuwa very simple ni kwamba akili yake na mawazo yake yalikuwa yanamwelekea Mungu. Hakuwa na distraction au hakuwa na kikwazo katika akili yake, katika moyo wake. Yeye akili yake, mawazo yake yote yalikuwa ni kumsifu Mungu, kumtafakari Mungu. Kwa namna hiyo Mungu alimpa kipawa au alimpa karama ya kujua siri za mbinguni. Tunaona siku za mwisho karibu kufa, Thomas alifunuliwa akaona mambo makuu katika maandishi yake. Anasema kwamba hakuandika karibu anakufa, hakuandika. Anasema kwamba nikiandika nitachafua, nikiandika nitaharibu.
Kwa hiyo Mungu alimpenda kiasi kwamba akamfunulia mambo makubwa sana. Na kitu cha pili tunasema Mtakatifu Thomas alikuwa very clear. Manake Thomas ana ufasaha wa hali ya juu. Tunasema ana ufasaha wa kimalaika. Hata ukisoma katika kitabu chake cha Summa Theologica ameeleza vitu kwa ufasaha. Nitawapa mfano mmoja. Mwaka 1264 Papa Alban wa 4, ambaye Papa Alban wa 4 katika mwaka 1264 ndio aliweka sikukuu ya Ekaristi. Tunasema Corpus Christi. Corpus kwa Kilatini ni mwili, Christi yani mwili. Sikukuu ya Ekaristi tunasema Corpus Christi. Corpus Christi, hii sikukuu iliwekwa rasmi na Papa Alban wa 4. Aliweka mwaka 1264. Sasa Papa Alban wa 4 alivyoweka ile sikukuu ya Corpus Christi, yani sikukuu ya Ekaristi, alitaka awe na mwimbo mzuri au sifa nzuri ya kusali au maneno mazuri ya kusali katika kuabudu ile Ekaristi. Kwa hiyo aliteua watu wawili. Alimteua Mtakatifu Thomas Aquinas, akamteua na Mtakatifu Bonaventure. Akawapa kazi kila mtu atunge nyimbo na maneno mazuri ambayo yatatumika katika ibada ya kuabudu Ekaristi takatifu. Ambao sasa hawa walivyokwenda walitunga ule wimbo tunasema Tantum Egum, yani sakramenti kubwa hiyo, ambao tunaimba sakramenti kubwa hiyo twaheshimu kifudi. Sasa alienda Thomas akaandika, akaenda na Bonaventure akaandika. Ilipofika siku ya kurepresent, ya kuonyesha, Mtakatifu Thomas alikuwa wa kwanza kuelezea ya kwake alivyokuwa ameiandika. Akapiga magoti mbele ya Papa Albani, akasema yale maneno na aliimba. Alieleza kwa ufasaha wa hali ya juu kiasi kwamba Baba Mtakatifu Albani na Mtakatifu Bonaventure waliona kama ni malaika ameeleza. Kwa sababu ilikuwa ni nzuri, ilikuwa na ufasaha, ilikuwa na melody nzuri. Wakati anakaribia kumaliza, Mtakatifu Bonaventure aligeuka nyuma, akachukua ile karatasi yake alikuwa ameandika, akaichana vipande, akaitupa. Akasema tutatumia ya Mtakatifu Thomas Aquinas. Kwa hiyo Baba Albanus wa 4 na wale washauri wake wakasema hii ndio ipo sahihi. Kwa hiyo hapa nataka kueleza jinsi gani ambavyo Mtakatifu Thomas Aquinas alivyokuwa clear. Yaani maana Mungu alimpa akili ya kimalaika. Alikuwa anaeleza vitu kwa ufasaha wa hali ya juu sana. Kitu kingine, Mtakatifu Thomas yeye alikuwa anasema alikuwa anapaa. Ina maana kwamba anapaa physically, anapaa hivi. Ina maana akili yake ilikuwa ni kali sana. Alikuwa anaweza kudetect vitu kwa hali ya juu sana. Yaani akili yake ilikuwa inaenda mbali sana kuliko akili ya binadamu. Na ndio maana siku za mwisho Mungu alimuonyesha maono, hakuandika. Mambo ya mwisho maono aliyoyaona hakuandika. Alisema nikiandika nitachafua, nitaharibu. Kwa hiyo alikuwa ana helicopter mind. Lakini kitu cha 5, Mtakatifu Thomas alikuwa ana usafi wa moyo. Mtakatifu Thomas Aquinas alitoka katika familia ya kitajiri. Aliingia katika shirika la Dominican Friars ambao ni mendicant. Hawa friars walikuwa ni wa Dominicani, walikuwa ni watu ambao wanaishi kwa maisha ya kuomba na kupata msaada. Familia yake haikufurahishwa kwa sababu wazazi wake walitaka awe daktari wa watu, awe anatibu watu. Kwa hiyo hawakupenda yeye awe mtawa na padri wa Kidominicani. Kwa hiyo walichokifanya, walimwajiri malaya. Wakamchukua Thomas wakamfungia katika chumba. Wakampeleka katika chumba ambacho walikuwa wamemweka malaya aliyekuwa uchi. Mtakatifu Thomas alipoingia katika chumba akamkuta yule malaya yuko uchi, alichukua mwenge wa moto akawa anamfukuza yule malaika akatoka. Kutoka siku ile Mungu alimpa zawadi ya usafi wa moyo. Hakumpa zawadi ya usafi wa moyo tu, lakini alikuwa hana, unaweza kusema concupiscence, hizi tamaa za kidunia, tamaa za mali, tamaa za nini. Yaani yale mawazo, mara nyingi wakati mwingine sisi tunashindwa kuwa watakatifu, tunashindwa kufikiri vizuri kwa sababu hizi tamaa zinaturudisha nyuma, zinatuvuruga. Kwa hiyo hatuconcentrate vizuri katika elimu ya Mungu. Hatuelewi vizuri kwa sababu kuna mambo mengi kichwani. Lakini Thomas alikuwa ni very clear, alikuwa ni very simple kwamba yeye maisha yake alikuwa anawaza ni Mungu. Na kuna siku moja
aliandika vizuri kuhusu Ekaristi, Corpus Christi, mwili wa Kristo, Ekaristi, aliandika vizuri sana. Wa Dominican wanaeleza katika document, ukieleza Dominican wanasema kwamba ameelezea katika watakatifu ambao wameelezea Ekaristi vizuri ni Mtakatifu Thomas Aquinas. Alieleza vizuri kiasi kwamba, na Thomas alikuwa anakaa zaidi ya masaa 9 hadi 10 kabla yeye hajatoa homily, yani hajatoa mahubiri. Alikuwa kwanza mahubiri yake alikuwa anayapata katika Ekaristi, sio anasoma kwenye vitabu. Yeye anakwenda katika mbele ya Ekaristi, alafu anakaa ndio anawaza. Kwa hiyo akitoka pale anatoa mahubiri ambayo alikuwa, ndio maana wanamuita mwalimu wa kimalaika. Kwa hiyo siku moja aliandika vizuri kuhusu Yesu Ekaristi, mpaka Yesu alimtokea wakati yuko anaabudu Ekaristi. Yesu alimtokea. Yesu alimwambia, Thomas, umeniandika vizuri sana, umenieleza vizuri sana mpaka nimefurahi. Just imagine, Yesu amefurahishwa na mtakatifu huyu, anamwambia umenieleza vizuri sana, unataka nikupe zawadi gani? Labda mimi angeniambia, ningemwambia nataka utajiri, ningemwambia nataka hiki, lakini Thomas alimwambia nataka niwe mtumwa wako. Yesu akatabasamu. Akamuuliza swali la pili, kwa nini niwe mtumwa wako? Akamwambia, Yesu, nikikwambia niwe rafiki yako nitakukaidi. Bora niwe mtumwa wako ili mimi unimiliki maisha yangu yote. Yesu akasema, ombi lako nimelipokea. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni mtakatifu ambaye alikuwa wa daraja la juu. Na kuna wakati Thomas alikuwa anaongea na malaika na hata watakatifu. Kuna wakati katibu wake alikwenda akamkuta Thomas yuko chumbani anaongea na watu, lakini kumbe alikuwa anaongea na mtakatifu Paulo kuhusu verse ya nabii Isaya. Nimesahau, siku nyingine nitakukumbusha. Kuna kifungu, kuna passage ya nabii Isaya ambayo hakuielewa vizuri, lakini mtume Paulo alimtokea akawa anamueleza ile passage. Mtume Paulo pamoja na mtakatifu Mtume Paulo na Mtume Petro walimtokea wakawa wanaongea naye, lakini mara nyingine wanasema alikuwa anaongea na malaika. Kwa hiyo alikuwa anajua vitu vingi sana. Ukisoma kitabu cha theolojia utaweza kupata. Lakini nimezungumzia kuhusu Thomas, sio kwamba natoka katika nje, sitaki kutoka nje ya mada, lakini nazungumzia kwamba maelezo mengi kuhusu malaika katika kanisa Katoliki tunayasoma kutoka katika maandiko ambayo aliandika Mtakatifu Thomas Aquinas. Lakini Bonaventure vile vile naye tunamsifu kwa unyenyekevu wake. Kwa hiyo wote wawili walifanya vizuri. Thomas alifanya vizuri kwa elimu ambayo Mungu alimpa, lakini Mtakatifu Bonaventure naye anasifiwa kwa unyenyekevu aliokuwa nao, kiasi kwamba alichana ile karatasi kuonyesha kwamba hakuwa ni mtu wa kung'ang'ania vitu, alikuwa ni mnyenyekevu. Kwa hiyo tendo hilo lilimfurahisha Mungu. Kwa hiyo tunapokwenda katika kujifunza hawa malaika kama nilivyoeleza, ni kwamba malaika wana communicate na sisi, tunasema prompt maana yake nini? Maana yake ni kwamba malaika anapowasiliana na wewe haongei kama ninavyoongea mimi na wewe. Kuna kitu kinaitwa prompt. Ina maana yeye kwa mfano anakupa wazo zuri, alafu ana magnify akili yako au anaiwezesha akili yako iweze kuelewa kile kitu. Kwa mfano anaweza kukupa wazo, nataka kwenda kanisani. Hilo ni wazo zuri ambalo linakusaidia kwenda kanisani, au nataka kumsaidia mtu fulani. Kwa hiyo wanaongea kwa mtindo huo. Yaani analeta wazo zuri ambalo linakufanya wewe uweze kumwelekea Mungu, na siku zote wanafanya kwa prompt. Ndio swali nakuja kujibu swali lile kwamba kwa nini watu wengine wanapotea na wakati wamepewa malaika mlinzi. Kama nilivyosema hapo, watu wengine wanapotea kwa sababu hawafati zile prompt za malaika. Na wakati mwingine kama mtu anakuwa si mtu wa ibada, anakuwa kama si mtu wa sala, anakuwa kama si mtu wa kumuomba Mungu, inafika sehemu anasema dhamira inakufa. Kwa hiyo hawezi kumsikia malaika wake mlinzi, atakuwa anamsikia ibilisi au anasikia tamaa zake. Kwa hiyo hili nalo ni la muhimu sana kuelewa. Na ndio maana ni vizuri wewe kama Mkristo Mkatoliki uipende sakramenti ya kitubio mara kwa mara. Unapoacha kuungama muda mrefu, unaua sauti ya malaika. Unaua sauti ya malaika na unashindwa kupata sauti ya Mungu katika moyo wako. Kwa hiyo na malaika anafanya kazi katika neema ya utakaso. Una maana vitu ambavyo vinakutoa wewe katika neema ya utakaso ni dhambi ya mauti. Unapofanya dhambi ya mauti, unakuwa umeondoka katika neema ya utakaso, unakuwa hauko na Mungu. Kwa hiyo ni vizuri unapofanya dhambi unaungama ili uwe na neema ya utakaso, ili communication yako na malaika iwe kubwa. Lakini jambo lingine la pili ambalo linakufanya wewe uweze kumuelewa malaika ni kujenga uhusiano na malaika. Ndio maana nikasema sisi tulipokuwa wadogo na mara nyingi mpaka sasa hivi, unapoamka sali ile sala, malaika mlinzi wangu nilinde katika hatari zote
za roho na za mwili. Kwa hiyo unajenga mazoea, ukijenga mazoea utamzoea malaika, utamuelewa malaika wako na utamsikia. Nitakuja kuwafahamisha baadaye kuhusu Mtakatifu Padre Pio, ambapo yeye malaika wake mlinzi walikuwa wanaongea kama mimi tunavyoongea mimi na wewe hivi. Padre Pio alikuwa anaongea na malaika kama mimi na wewe tunavyoongea. Walikuwa wanaelewana sana. Kwa hiyo walikuwa na labda ni wape incident moja kwamba Padre Pio alipokuwa na miaka 10 alikuwa anafikiri kila mtu anaongea na malaika mlinzi kama tunavyoongea. Katika kijiji chao siku moja kuna mtoto alipotea. Alipopotea watu wakasema mtoto fulani amepotea. Padre Pio akamuuliza malaika mlinzi kwamba mtoto fulani amepotea, tuende sehemu gani? Yule malaika akamwelekeza nendeni sehemu fulani. Walipoenda sehemu ile wakampata. Lakini watu wakashangaa, mbona Padre Pio anaongea na mtu mwingine atumuoni? Sasa Padre Pio akaja kugundua, kumbe na maana ni mimi pekee yangu naongea na malaika mlinzi, wengine hawajui kama anaongea na malaika mlinzi. Labda atakupa incident nyingine ya Padre Pio. Padre Pio alikuwa anaungamisha watu wengi sana na alimtumia malaika mlinzi vizuri sana. Kuna mama mmoja alitoka Japani kuja kuungama. Alipokuja kuungama yeye na mwanae. Yeye mama alikuwa anajua Kitaliano lakini mwanae alikuwa hajui Kitaliano. Akamwambia Padre Pio kwamba mimi naomba wakati unamuungamisha huyu mwanangu na mimi niwepo. Padre Pio akamwambia hapana, nitamuungamisha. Alipo akamuungamisha vizuri sana. Baada ya kumaliza kuungama yule mama akamuuliza, "Je, mlioelewana?" Yule mtu akamwambia alinishauri vizuri kuliko padre yote aliweza kunishauri katika maisha yangu. Aliongea Kijapani vizuri kuliko ambavyo nilivyotarajia. Kwa hiyo Padre Pio alikuwa anamtumia malaika mlinzi kama secretary. Na Padre Pio alikuwa anapata barua zaidi ya 5,000 kila mwezi kutoka mataifa mbalimbali. Kwa hiyo mara zote alikuwa ni malaika mlinzi wake anatafsiri. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba Padre Pio alijenga mahusiano mazuri na malaika wake mlinzi kiasi kwamba alimtumia vizuri. Kwa hiyo ninapozungumza hapa ni kwamba na wewe jenga mahusiano mazuri. Unapotaka kufanya kitu, hebu muulize, mwambie malaika mlinzi wangu, labda ni mwanafunzi nataka kufanya mtihani, nisaidie. Malaika mlinzi atakuguide au tunasema atakupa inspiration, yani inspiration atakupa mwongozo kwamba labda akasome sehemu fulani, nenda sehemu fulani, nenda sehemu fulani. Na wakati mwingine kulikuwa kuna padre mmoja mtakatifu alikuwa anaitwa Padre Contino. Yeye alikuwa anafanya akisahau kitu au kugombana na mtu, anamwambia malaika mlinzi, nenda kwa mtu fulani tupatane. Basi yule malaika anaongea na yule malaika mwingine, yule mtu anakuwa kama alikuwa na hasira anapunguza hasira. Lakini sasa shetani yeye ana act opposite. Shetani ni malaika ambaye amepotea. Shetani ana act opposite. Labda nitaeleza. Shetani ana act opposite kivipi? Shetani anatumia kumbukumbu mbaya. Nitakupa mfano mmoja. Mfano wewe unagombana na mtoto wako au na rafiki yako au na mke wako. Inapita miaka 3. Umeshasahau. Lakini shetani mara nyingi zile negative, yale mambo mabaya ndio anayatumia mara nyingi kutukupoteza sisi. Kwa hiyo kama kwa mfano umegombana na rafiki yako miaka 3 iliyopita, anakuja unataka kumsaidia, shetani analeta ile memory tena katika intellect yako, unakumbuka mimi na wewe tuligombana. Kwa hiyo unaweza kuona wakati mwingine unaweza kwenda kwa rafiki yako, pengine mligombana, unamwomba kitu fulani, baadaye ana sita akupi tena au akusaidii. Ni kwamba ile memory shetani ameshairudisha, kwa hiyo inakuwa katika chuki. Au katika vijana, mara nyingi naambia vijana wasipende sana kuangalia pornography. Yaani picha chafu. Ukiangalia zile picha chafu, ile memory shetani mara nyingi anaileta, alafu inakufanya tena anaitumia wewe kurudia zile dhambi za uchafu au dhambi za zinaa. Kwa ile ndio maana nasema ni vizuri ukaepuka kuangalia picha za pornography, kwa sababu unasema mimi naangalia tu pornography lakini sitendi. Hapana, ni uongo. Ni kwamba hiyo inakuwa ni njia ya kuminsight shetani kukutumia kwenda katika dhambi na kwenda katika upotofu. Kwa hiyo shetani anatumia ile memory, yaani ile kumbukumbu unachokifanya. Na ndio maana shetani hawezi kukujaribu nje ya uwezo wako. Kwa mfano mtu kipofu hawezi kukuletea picha ya mwanamke. Kwa sababu gani? Hajui. Kwa hiyo vitu unavyojitahidi control macho yako, jitahidi control moyo wako, jitahidi control mawazo yako, kwa sababu wakati mwingine shetani anayatumia hayo kukushawishi kurudia dhambi ile. Au kwa mfano mtu mwingine ametenda dhambi na mtu fulani, aliiba au alizini na mtu fulani, akimuona akikumbuka tena anarudia lile tendo. Kwa hiyo inakuwa ni shetani anatumia ile memory ya zamani kuminsight, kumkumbushia kile kitu na akafanya tena. Kwa hiyo unaona kwamba hapa shetani anatumia opposite way, inakuwa ni kinyume chake, tofauti na malaika anavyofanya. Na kitu kingine, malaika mlinzi ni vizuri ukamwambia, akakwambia unapokuwa katika hali ya utakatifu, unataka kuenda katika hali ya utakatifu, malaika mlinzi wako anaweza kukusaidia. Atakusaidia vipi? Malaika mlinzi wako kama nilivyosema, Mungu alivyokuumba, kwa hiyo anajua udhaifu wako wote, anaujua na anajua karama zako na vipaji vyako. Kwa hiyo ukimwomba malaika mlinzi, mwambie malaika mlinzi, nionyeshe
madhaifu yangu. Malaika mlinzi ukimwambia nionyeshe madhaifu yangu, wanapenda sana malaika, wanapenda. Hawapendi kutudhalilisha, ila wanapenda kutunyenyekesha, kwa sababu wanajua kwamba wakitu discipline katika tabia zetu ni mbaya, tutakuwa watakatifu. Kwa hiyo wanapenda. Kwa hiyo ukimuomba malaika wako mlinzi kwamba nionyeshe madhaifu yangu, atakuonyesha. Na ninakuhakikishia ukimwomba malaika mlinzi wako akuonyeshe madhaifu yako, mwambie malaika mlinzi wangu nionyeshe udhaifu wangu kwa wapi, nionyeshe mapungufu yangu wapi na kwama, atakuonyesha. Na ninakuhakikishia ukimwomba malaika mlinzi atakuonyesha madhaifu yako na utakuwa mtakatifu kwa haraka sana. Utakuwa mtakatifu kwa haraka sana. Kwa sababu Mungu alipomuumba, alimuumba kutokana na wewe ulivyo. Alimuumba kutokana na wewe ulivyo. Kwa hiyo anakufahamu madhaifu yako, anafahamu kitu chako na anafahamu mission yako vile vile, kwamba wewe utakuwa nani. Kwa hiyo ni vizuri ukawa karibu, ukafanya urafiki na malaika mlinzi. Taratibu taratibu utamzoea mpaka utaweza kumuelewa. Kwa hiyo siku ya leo malaika mlinzi, jaribu kuwa naye karibu, jaribu kumuomba aweze kukusaidia. Na mara nyingi malaika mlinzi tunamdhoofisha. Unamdhoofisha malaika mlinzi kwa nini? Kwa kutenda dhambi. Kila unapotenda dhambi ni kama unamfukuza malaika mlinzi. Ni kama unamblock malaika mlinzi. Kila unapotenda dhambi unamblock malaika mlinzi. Unamdhoofisha. Na ndio maana nimesema kwamba ni vizuri kuwa na tabia kuungama mara kwa mara. Na unapokwenda kanisani unamfurahisha sana malaika mlinzi. Hasa unapokwenda kuabudu, kwa sababu unakuwa unampeleka nyumbani. Nimeeleza katika general picture kuhusu malaika mlinzi, labda twende kiBiblia uweze kuona na Biblia imesemaje kuhusu malaika mlinzi. Kwa sababu hii ni Thomistic approach, lakini nikueleze twende katika biblical approach tuone Biblia inatuambia nini kuhusu malaika walinzi. Kwa tunasema malaika, twende katika kiBiblia, Biblia inatuambia nini kuhusu malaika walinzi. Tukisoma kama nilivyosema katika waraka wa Mtume Paulo kwa Wakolosai, anazungumzia kuhusu malaika kwamba ni viumbe ambao hawaonekani. Katika Wakolosai sura ya 1 mstari wa 16 anasema, kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au usultani au enzi au mamlaka, vitu vyote viliumbwa kwa njia yake. Na vile vile tukisoma katika kitabu cha Waibrania sura ya 1 mstari wa 14 anasema, je, wote si roho watumikao wakitumwa kuwahudumu wale watakaorithi wokovu? Kazi kubwa kuwahudumia wanaotafuta wokovu katika vita vya kiroho. Kwa hiyo malaika ni wanatuhudumia katika kazi za kiroho. Narudia tena kama anavyosema waraka wa Mtume Paulo kwa Ibrania sura ya 1 mstari wa 14 anasema, je, wote si roho watumikao wakitumwa kuwahudumu wale watakao urithi wokovu? Kazi kubwa kuwahudumia wanaotafuta wokovu katika vita vya kiroho. Kwa hiyo sisi tuko katika vita vya kiroho, kwa hiyo tunahitaji wasaidizi ambao wanatusaidia kuishi katika vita vya kiroho, katika kazi mbalimbali za kitume. Lakini tunaweza tukaona kwamba malaika wamepewa kazi nyingi za kutusaidia. Labda tutaona kazi zingine ambazo malaika wametupa kama kadri ya maandiko yanavyotuelekeza. Labda kazi zingine ambazo malaika wametupa licha ya kutuongoza, kwamba malaika wanakulinda katika hatari zote za roho na za mwili. Kusoma katika Zaburi ya 91 mstari ule wa 11 hadi wa 12 unasema, kwa kuwa atakuagiza malaika zake wakulinde katika njia zako zote, mikononi mwao wakuchukue, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Unaona upendo wa Mungu kwamba hapa hataki wewe upate matatizo, hataki wewe ujikwae. Kwa hiyo ataagiza malaika zako wakuweze kukulinda. Lakini kitu kingine ni kwamba tunasoma katika Injili ya Luka sura ya 15 kwamba malaika wanakusaidia kuepuka mazingira ya dhambi. Malaika wanakusaidia kuepuka katika mazingira ya dhambi. Tukisoma katika Injili ya Luka sura ya 15 mstari wa 10 anasema, nawaambia vivyo hivyo kuna furaha mbele ya malaika wa Mungu
kwa ajili ya mtu mwenye dhambi mmoja atubuye. Kwa ajili ya mtu mmoja mwenye dhambi mmoja atubuye. Kwa hiyo kama nilivyosema awali hapo kwamba ukiwa na mazoea ya kuungama unamfurahisha malaika, kwa sababu sio malaika tu, lakini mbingu inafurahi kwa furaha, inatikisika kwa furaha, kama anavyosema Yesu katika Injili ya Luka sura ya 15 mstari wa 10 kwamba nawaambia vivyo hivyo kuna furaha mbele ya malaika wa Mungu kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye. Kwa hiyo unapokwenda katika sakramenti ya kitubio unamfurahisha malaika wako, you empower your guardian angel, yani unampa nguvu malaika wako. Na vile vile malaika, kazi nyingine ya malaika ni kutupa mawazo matakatifu. Malaika wanatupa mawazo matakatifu. Tukisoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 23 mstari wa 22 inatupa concept hiyo. Anasema, lakini ukisikiliza sauti yake kweli na kuyatenda yote ninenayo mimi, ndipo mimi nitakuwa adui wa adui zako na mtesi wa watesi wa kutesao. Yaani ukimsikiliza malaika wangu. Very good statement. Yaani ni kauli nzuri sana ya Mungu kwamba katika kazi ambazo malaika wanafanya wanatuletea mawazo mazuri, mawazo matakatifu na wanatuletea tamaa takatifu. Kwa hiyo malaika kazi yake kukupa tamaa takatifu na mawazo takatifu kwenda katika njia ya Mungu. Narudia tena mstari. Ukisoma kitabu cha Kutoka sura ya 23 mstari wa 22 unaona kazi ya malaika wako mlinzi. Mungu anasema katika kitabu cha Kutoka, lakini ukisikiliza sauti yake kweli na kuyatenda yote ninenayo mimi, ndipo mimi nitakuwa adui wa adui zako. Sikiliza sauti ya malaika. Ukimsikiliza malaika wako, Mungu atakuwa adui wa adui zako. Na mtu atakaye kutesa, yeye atakuwa ni mtesi wa watesi wako. Kwa hiyo unaona kwamba malaika wanatusaidia sana. Lakini malaika wanazuia kazi za shetani. Kazi ya shetani ni kukuangamiza. Shetani si rafiki yako. Kama siku tunavyowaambia, shetani ana urafiki na mtu. Yeye pale shetani anakupembejea tu, akupotezee mbele ya safari. Unaona, kwa sababu sisi tunatamaa, anajua wewe unapenda hela, anajua unapenda mambo ya kidunia, anajua unapenda starehe, anajua unapenda sifa, anajua unapenda nini. Kwa hiyo ni mambo ambayo anakuchota ili akuchukue kwa vizuri, lakini hapendi mtu hapo. Ila inapendwa jehanamu tu, basi ni jehanamu akutupe huko. Kwa hiyo kama mfano, kwa hiyo malaika mlinzi kazi nyingine anazuia mawazo ya shetani yasikuangamize. Kwa mfano ukisoma katika Zaburi ya 34 mstari wa 7 utaona anasema kwamba malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazungukia wamchao na kuwaokoa. Kwa hiyo anakuokoa na mitego ya shetani. Anakuzungukia na kuokoa katika mitego ya shetani. Lakini kazi kubwa nyingine anayofanya malaika wako mlinzi ni kupeleka sala zako kwa Mungu. Ni kazi kubwa sana. Maombi yako unavyomwomba Mungu. Kwa sababu yeye malaika anaonana na Mungu kama tunavyoonana wewe. Na wakati mwingine hatujui tu. Yaani sisi kama wewe mtu kujipendekeza, jipendekeze kwa malaika. Jipendekeze kwa sababu yeye anaongea na Mungu. Wakati mwingine unapenda kujipendekeza labda kwa mwanamke, ukajipendekeza kwa mwanaume ambao kesho na kesho wanakugeuka, au kwa mtoto. Lakini sina maana kwamba uwapende rafiki zako au usiwapende watoto wako au usiwapende jamaa zako. Lakini first love ijaribu kujenga upendo wa kwanza kwa malaika, kwa sababu yeye atakuwa na wewe milele. Na yeye aliumbwa kabla mjomba wako nani, yeye alikupenda kabla ya wote hao, alikuwa ashakupenda. Kwa hiyo hapa kwamba anapeleka sala zetu kwa Mungu. Labda nikisoma hayo tunayosoma katika Biblia katika kitabu cha Ufunuo sura ya 8 mstari wa 4. Anasema na moshi wa ule uvumba ukapanda mbele za Mungu pamoja na maombi ya watakatifu kutoka mkononi mwa malaika. Narudia tena. Ufunuo sura ya 8 mstari wa 4 anasema na moshi wa ule uvumba ukapanda mbele za Mungu pamoja na maombi ya watakatifu kutoka mkononi mwa malaika. Mkononi mwa malaika. Kazi nyingine anayofanya malaika ni kukuongoza kwenda mbinguni. Kama nilivyosema hapo awali, kazi nyingine ni kukuongoza kwenda mbinguni. Kwa hiyo malaika wanaongoza roho zetu mbinguni au toharani na kutufariji. Kwa hiyo kama unaweza usiende mbinguni, ukienda toharani watakufariji, lakini kazi kubwa sio kupeleka toharani. Kazi kubwa anataka malaika uende mbinguni. Anataka ukifa tu uende moja kwa moja mbinguni. Hiyo toharani inakuwa ni bahati mbaya tu ambayo itakuwa imetokea. Ukisoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 23 mstari wa 20 anasema, tazama mimi namtuma malaika aende mbele yako ili akulinde njiani na kukupeleka mahali nitakapokutengenezea. Mahali ambapo amekutengenezea ni mbinguni katika utukufu wa Baba. Utukufu wa Baba. Lakini malaika ni kama walimu wetu au makocha wetu. Kama unasema katika timu ya mpira, kocha mzuri
anafanya timu inashinda. Na malaika ni kocha mzuri, anatufanya sisi tunaweza kwenda mbinguni. Kwa mfano tukisoma katika Injili ya Mathayo sura 18 mstari wa 10, angalieni msidharau mmoja wapo wadogo hawa, kwa maana nawaambia kwamba malaika wao mbinguni siku zote utazama uso wa Mungu Baba yenu aliye mbinguni. Kwa hiyo malaika wanatupigania. Mtu anapokutesa, malaika usione kama malaika furahi, analalamika mbele ya Mungu, analia mbele ya Mungu ili uweze kufanikiwa, ili uweze kwenda mbele. Lakini tunaona kwamba malaika wanawasilisha maombi yetu mbele ya Mungu. Malaika wanawasilisha maombi yetu mbele ya Mungu. Tukisoma katika Biblia kitabu cha Tobiti mstari wa 12, sura 12 mstari wa 12, anasema, wewe na Sara mlipokuwa mnasali wakati ule, mimi ndiye niliyewasilisha sala zenu mbele ya Bwana aliye mtukufu. Wakila ulipowazika wafu, mimi niliwasilisha matendo yako mbele ya Mungu. Kwa hiyo malaika hawawasilishi sala tu, lakini malaika na matendo. Unapotenda tendo jema, malaika analipeleka mbele ya Mungu. Anasema fulani ametenda kitu, Mungu naomba mpe zawadi fulani. Kwa hiyo unapotenda yale matendo mema, yale yaishi hapo, malaika anakuwa anayapeleka kwa Mungu matendo yako mema, anayawasilisha kwa Mungu matendo mema. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba malaika anatusaidia sana. Kwa kitu kingine ambacho unaweza kuona kwamba malaika siku zote wanahakikisha kwamba sisi tunapata yaliyo mema, sisi tunafanikiwa. Na unaona kwamba hata wakati mwingine katika mambo matakatifu tunapokosea, malaika wanakuwa tayari kutusaidia. Kwa mfano tunamuona katika nabii Isaya sura ya 6 mstari wa 6, wakati anaona maono, malaika alimsaidia kwamba aweze kuelewa kinachoendelea. Anasema, kisha mmoja wa maserafi wa wale akaruka akanikaribia, naye alikuwa na kaa la moto mkononi mwake, ambalo alikuwa amelitoa kwa makoleo toka juu ya madhabahu. Akaniambia, tazama, hili limekugusa midomo yako, na uovu wako umeondolewa, na dhambi yako imefunuliwa. Kwa hiyo unaona kwamba malaika wanatusaidia katika kufahamu matendo makuu ya Mungu, wanatusaidia katika kuenenda katika njia za Mungu, kuelewa mafumbo matakatifu. Tunaona vile vile kazi zingine za malaika ambao wanatusaidia. Kwa mfano katika malaika Gabrieli alipasha habari Maria, alimletea habari njema. Lakini zaidi hawa malaika walinzi ni kwamba wanatusaidia sisi tuweze kushinda vita. Wanatusaidia sisi tuweze kukwepa mitego ya shetani. Wanatusaidia sisi tuweze kuwa na Mungu. Wanatusaidia sisi tuweze kutubu. Tukitubu, wanapeleka sala zetu kwa Mungu. Kwa hiyo unaona kwamba malaika wana wajibu mkubwa sana wa kutusaidia. Wana wajibu mkubwa sana kwa hiyo ni lazima tuwasikilize. Tuwasikilize. Kwa hiyo kitu cha hapo unaona na maandiko yanatuambia kitu ambacho unatakiwa wewe kuelewa kuhusu malaika wako ni kumheshimu sana, kumpenda sana, kwa sababu yeye anakupenda toka kabla ulimwengu hujaumbwa, tayari aliwekwa pale, anakupenda. Kwa hiyo muombe malaika mlinzi asubuhi na jioni. Asubuhi ukishaamka unamuomba sana, malaika mlinzi wangu nilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Na jioni vile unamuomba malaika wako mlinzi. Na kitu kingine malaika anachopenda, malaika wanapenda sana kuabudu Ekaristi. Ukienda kuabudu Ekaristi unawafurahisha sana. Sana. Wanapenda kuabudu Ekaristi takatifu. Wanapenda kuabudu Ekaristi takatifu. Na hasa ukienda kupokea mkate wanapenda sana. Na kitu kingine ambacho ningetaka kuambia kwamba malaika wanapenda wangetamani wao wanakula mkate kama unavyomla Yesu Ekaristi. Lakini vile vile na mateso, ukiwa unajitoa kwa ajili ya Kristo, wangetamani wao na mwili na wenyewe kwa sababu wanajua utukufu utakaopata katika kushiriki mateso ya Kristo. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, kwa siku ya leo nimekupa introduction kuhusu malaika walinzi, na ni vizuri ukawaheshimu, ukawapenda. Lakini mtu anaweza akakuuliza swali, malaika wangu anaitwa nani? Malaika wako utamjua ukifika mbinguni. Kwa sababu kuna mtu mmoja anasema, mimi malaika wangu bwana nimempa jina anaitwa John. Ndugu yangu, huna mamlaka ya kumpa malaika jina. Hiyo ni kazi ya Mungu, kwa sababu malaika anaripoti kwa Mungu, aripoti kwako. Kwa hiyo jina la malaika ni kama ni kazi aliyopewa kwa ajili yako. Kwa mfano labda wewe umepewa kazi ya kuongoza watu,
au kazi ya kuwa mwalimu. Kila mtu Mungu ameumba mission fulani. Kwa hiyo malaika anafanya kazi na ile mission uliyopewa wewe. Kwa mfano labda wewe mission yako ni kuombea watu, au mission yako ni kusaidia watu, au mission yako ni kufariji watu. Kwa hiyo jina lake linaendana na mission yake. Kwa hiyo unaweza kumuita John wakati yeye mission yako ni kufanya wewe ukawa mhubiri, au ukawa wewe labda wewe ni muombezi wa watu. Kwa hiyo jina lake hilo utakuja kulijua ukifika mbinguni. Kwa hiyo kwenye jina la malaika wewe una assignment ya kumpa malaika jina. Hiyo ni malaika anaripoti kwa Mungu, haripoti kwako. Na mwisho ningependa kusema kwamba malaika wanatupenda sana. Lakini kitu kingine ambacho malaika anapenda, chakula anachokipenda malaika. Malaika ni hali chakula. Nakupa mfano, hali chakula, sio kusema malaika anakula chakula. Malaika hali chakula. Lakini unaposali, yani kama unampa, unaweza kusema kama ni binadamu ungekuwa unampa biriani au chakula kitamu. Kwa hiyo wanapenda sala sana. Katika kitu ambacho malaika unaweza kumtesa duniani usipokuwa mtu wa sala. Kwa sababu utakuwa unamstavu yule malaika. Kwa lugha nyingine unamnyima chakula chake. Chakula cha malaika ni sala. Kwa lugha nyingine malaika anapenda kuongea na Mungu muda wote. Kwa sababu wenyewe wameumbwa kwa kumwangalia Mungu, wameumbwa kwa kumtukuza Mungu. Masaa 24 muda wote wanasema mtakatifu mtakatifu Bwana Mungu wa majeshi. Kwa hiyo ishara mojawapo kuonyesha kwamba wewe unampenda, ukiona unapenda kusali, ukiwa karibu kusali, tayari wewe na malaika wako mnaendana. Kitu ambacho kitaweza kukuvunja mahusiano na malaika ni kuchukia kusali, basi ni kama unamshindisha yule malaika njaa, unamuua yule malaika. Kwa maana kwamba unamblock yule malaika. Kwa hiyo ni vizuri ukapenda kusali. Ukipenda kusali, malaika wako anazidi kustawi. Unampa nguvu malaika wako. Atakupa siri ambazo ulikuwa uzifahamu. Kwa sababu malaika wako anaijua roho yako mbele ya Mungu. Mungu amemuumba kwa ajili yako, anajua mapungufu yako. Kwa sababu yeye ndo anapeleka sala zako kwa Mungu. Yeye ndo mtetezi wako namba 1. Kwa hiyo akienda kwa Mungu, Mungu atamwambia kuna hiki, kuna hiki. Sasa wewe kama umsikilizi, ujumbe wa Mungu utapata wapi? Wakati wewe ni kama mjumbe, wanasema mjumbe hauawi. Wewe unampa mjumbe kwamba mimi nataka shilingi labda milioni 20 ninunue shamba, ninunue nyumba, njenge nyumba. Alafu ile mjumbe ambao ulimpa zile pesa kwenda kule, unarudi au uongee naye au usemi naye, faida yake iko wapi? Inakuwa ni kichekesho, unaona? Kwa hiyo wakati ninachozungumza hivyo ni kwamba malaika yeye anachukua sala zetu kama maandiko yanavyotuambia, anapeleka kwa Mungu. Kwa hiyo sasa wakati mwingine kama yule malaika ndio atakaye kupa majibu, yule malaika atakwambia hapa hiki kimekubaliwa kwa sababu hii au kimekataliwa kwa sababu hii. Kwa hiyo ni vizuri ukajenga mahusiano na malaika ili uweze kufurahi katika utukufu wa Mungu. Malaika atafurahi sana siku ile anaporudi mbinguni, anarudi na wewe. Itakuwa ni aibu, itakuwa ni huzuni wakati malaika anarudi mbinguni mikono mitupu. Nilivyosema awali kwamba hawezi malaika kusema kwamba atalia, hawezi kulia kwa sababu furaha yake anaipata kwa Mungu. Ila katika watu wanaopotea wanawachukia sana malaika zao, wanawachukia sana. Kwa nini wanachukia? Ni kwa sababu ya ujinga wao. Na mimi nikuhakikishie, mtu anapopotea, yana maana anapokwenda jehanamu, anaonyesha prompt zote za malaika alizo. Kwa mfano, matendo yote ambayo malaika alikuwa anakuonya kabla kutenda dhambi, unaonyeshwa pale ulipopotea. Kwa mfano mimi nimepotea ndani jehanamu, Mungu anakuonyesha kwamba kuna siku fulani ulitaka kuzini, malaika akakwambia ukakataa. Atakuonyesha prompt zile zote ambazo nimezungumza, zile prompt, ishara zote zile. Anakuonyesha kwamba baadaye sasa, badala ya kumchukia malaika utapata aibu. Utapata aibu ya milele. Sasa huu ni wakati mzuri ambapo bado unaishi kwamba una advantage na malaika. Muombe malaika kama nilivyokuambia. Na muombe kila siku. Kumuomba kila siku, malaika kazi yake itakuwa nzuri, itakuwa safi. Malaika halali hali ani, anakuangalia wewe siku unapozaliwa mpaka siku unapokufa. Kwani ni kiumbe wa ajabu sana ambao unatakiwa kumpenda sana, unatakiwa kumheshimu sana. Ina maana kwamba miaka yako yote yeye yuko anakuangalia, yuko anakusaidia, anakupigania. Na wakati mwingine ni kwa sababu sisi tuko katika ulimwengu wa kidunia, lakini Mungu angekufunua macho yako ukaona jinsi ambavyo unashambuliwa na shetani, nadhani huyo malaika ungekuwa unambeba mgongoni kwa vituko ambavyo shetani anavifanya kwa ajili yako. Lakini kwa sababu tuko katika ulimwengu wa kidunia hatuoni, kwa wakati mwingine hata thamani ya malaika tunakuwa hatuioni kwa sababu hatuoni vita ambavyo tulionayo. Hatuoni, lakini siku utakapokufa utaingia katika utukufu wa Baba, utashangaa malaika alichokutendea. Utasema, kumbe wewe ndio ulifanya hivi, kumbe wewe ndio ulifanya hivi, kumbe wewe ndio ulifanya vile. Kwa hiyo
kama ninavyokuambia mpendwa mtazamaji, ni kwamba malaika anafanya vitu vingi sana kwa ajili yako. Na labda kwa kumalizia hapo, ni wakati mwingine malaika unapokuwa na majukumu mazito anaongezewa malaika mwingine. Kwa mfano tunasema padri anakuwa na malaika wawili. Unapopanda daraja unakuwa na malaika wengi zaidi. Au rais anakuwa na malaika mwenye nguvu zaidi. Na malaika wanapeana nguvu. Yaani malaika mwingine anampaa mwingine. Kwa mfano huko katika sehemu ambayo unaona shetani amekuwa na nguvu kukushinda pale, malaika mwingine anampa nguvu malaika wako. Kwa hiyo wakati mwingine wanakuwa empowered wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo kitu cha msingi ni kwamba kama nilivyokuambia, malaika utamblock kwa kutenda dhambi. Kwa hiyo hilo lizingatie. Na unapotenda dhambi kumbuka kuungama. Na malaika unapotenda dhambi anakuambia hapo umekosea. Mara nyingi unapotenda dhambi shetani anakuletea aibu. Anaondoa aibu. Lakini wakati wa kuungama anairudisha aibu. Unaona? Kwa hiyo anataka ubaki nyuma. Na shetani kazi kubwa anayofanya ni kuonyesha kwamba wewe hauna malaika mlinzi, kuhakikisha sauti ya malaika mlinzi anaiua kabisa. Kwa sababu akiua sauti ya malaika mlinzi, akiaminisha kwamba malaika mlinzi hayupo na shetani hayupo, basi anapo. Na Mtakatifu Alfonso de Gori anasema kwamba watu wengi wanakwenda jehanamu kwa surprise, hawanakuwa hawajui, kwa sababu shetani ameshawa block, hawaoni umuhimu wa malaika, hawaoni umuhimu wa sala. Kwa sababu malaika siku zote atakufundisha kusali, atakufundisha kumshukuru Mungu, atakufundisha kumwomba Mungu, atakufundisha kutubu, atakufundisha kusali, atakufundisha kusifu. Na mwalimu mzuri wa sala ni malaika wako. Malaika wako atakufundisha kusali kwa sababu yeye tangu kuumba ulimwengu anajua kusali, anajua kumwomba Mungu, anajua kumheshimu Mungu. Kwa hiyo yote hayo ukimwambia malaika wako atakufundisha. Na kama nilivyokuambia, kuwa na moyo unyenyekevu. Ukiwa mnyenyekevu, ukiwa msikivu, ukiwa mtiifu, basi malaika atakuempower, akili yako ataikuza, utashi wako au mwili yako ataifanya kuwa strong ili uweze kufanya yanayopendeza Kristo. Na hata katika picha hii ukiangalia hapa, unaona huyu sio mtoto. Ukimwona sawa ni mtoto. Ni kwamba malaika kwetu sisi malaika ni kama sisi, na malaika unaweza kusema ni kama sisimizi. Kwa sababu malaika wana nguvu ya hali ya juu, wana akili kupita sisi. Kwa hiyo hapo huyo unachokiona usiseme mbona hiki kitoto, hiki si kitoto. Huyu ni wewe. Lakini kutokana kwamba tunazungumza kwamba nguvu yako au akili yako ni ndogo sana ukilinganisha na malaika. Kwa hiyo katika picha wewe unaonyesha kama ni kitoto, lakini hii picha si mtoto, ni mtu. Alafu huko pembeni unamwona bwana mkubwa shetani yuko amejificha huko. Yeye kazi yake yeye ni kukuvizia tu. Sasa hapa shetani anachokifanya, ukiona kwenye picha hii, anachofanya ni kwamba anakushawishi wewe usimsikilize malaika. Kwa sababu wewe kwa mfano huyu mtoto au ndio wewe unatoka hapo kwa malaika, ina maana unaona hii ngao ya malaika hiyo. Ukitoka shetani pale ndio anakuja kukushika vizuri. Unaona hapo malaika amemzuia. Sasa shetani kazi anayofanya katika maisha yetu ni kublock mahusiano yako na malaika. Kwa sababu akisha block mahusiano yako na malaika, ina maana yeye ndiye anakuja kuchukua control pale kwako. Sio, unanifahamu? Yeye shetani anachofanya ni kwamba wewe usimsikilize malaika. Unaona huyu mtoto au nani? Huyu anamsikiliza malaika. Kwa hiyo ana ulinzi 100%. Unaona shetani amebaki amebunga tu. Anachowaza huyu mtu atakosana na malaika saa ngapi? Huyu mtu atamwacha malaika saa ngapi? Ili utakapomwacha malaika wako usipomsikiliza, atakaye kufuata na shetani. Kwa hiyo unaona maisha yetu hapa, hii picha imeonyesha vizuri sana, ndio nataka uione kwamba sisi tuko katika mashindano ya kiroho. Kama anavyosema Paulo katika Waefeso 6:10 kwamba vita vyetu si vita vya damu na nyama, ni vita vya mamlaka ya giza. Kwa hiyo hapa unamwona huyu mtoto yuko hapa. Kwa hiyo inatakiwa maisha yetu, Mungu anataka tuwe Bennett na malaika kama huyo alikuwa mtoto. Unaona mtoto yuko Bennett na malaika hapo, unamuona. Kwa hiyo ina maana kikaa hapa malaika atamuongoza mpaka atafika mbinguni. Lakini sisi tunachokifanya, malaika tunamfukuza. Kwa hiyo tukimfukuza unategemea nini? Huyu bwana mkubwa pembeni hapa ndio atakuja yeye sasa. Sasa huyu yeye ni baba wa uongo. Ni baba wa uzushi. Atakuja kukupeleka ambapo utalia na kusaga meno. Kwa hiyo kwa siku ya leo nimekukumbusha kwamba maisha yetu tulivyo yako hivi, ni maisha ambayo yako katika sehemu mbili. Kuna malaika wa mwanga ambaye anakusaidia, lakini kuna shetani ambaye yeye anachotaka ni kwamba upoteze utukufu wa Mungu. Kwa sababu yeye alishapoteza, alishafukuzwa, alishaanguka. Kwa hiyo anataka na wewe uende kule. Huyu shetani alishakwenda mbinguni, wewe uje kufika hata mbinguni. Kwa hiyo usikubali ukapoteza hazina yako.
Usikubali ukamdharau malaika wako, mheshimu, na mwisho wa siku utakuja kumshukuru utakapokuwa katika utukufu wa Baba. Utakapokuwa katika utukufu wa Baba utamshukuru na utaimba haleluya haleluya au mtakatifu mtakatifu. Nikutakie siku njema. Tumsifu Yesu Kristo. Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bikira Maria, Malkia wa malaika, utuombee. Bikira Maria, Malkia wa malaika, utuombee. Tumsifu Yesu Kristo. Niwatakia siku njema. Usisahau kumwomba malaika mlinzi. Kumbuka, unapoamka muombe akuongoze, na unapolala mshukuru, kwa sababu siku ya asubuhi mpaka jioni amekukinga na mengi. Tumsifu Yesu Kristo. Nikutakie siku njema.